Christ. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Kuna kitu ambacho Mungu anafanya. There's something God is doing. Sasa hii hapa si kambi ya kidini. This is not a religious camp. This is a spiritual camp. Ni kambi ya kiroho. Na nasema ni awakening. Manake kila mmoja hapo ulivyokaa, you have to be active. You should be active. You have to be active. Usijikunyate umejikuja unaangalia. Don't just stay as a sick person. Sio kambi ya namna hiyo. Not such a camp. Na kila mmoja uhakikishe hakuna kitakacho kuzuia kupokea. Make sure nothing stops you from kile receiving. ambacho Mungu amekiachilia lazima ukipokee. Everything that God has released, you must receive. Unajua jana kwa tulijifunza tukaangalia kuhusu maombi. We are teaching yesterday about prayer. Maombi, ngoja wangapi walikuwepo? Nione tena mikono. You help me. Wangapi walikuwepo? How many? Okay. Tulishia point ya ngapi? Kwenye zile pointi za kutengeneza tabia ya maombi. Those points of building a habit of prayer. Point ya ngapi? Hatukufika 10 Haya, tutaanza moja baada nyingine. Okay, we begin. Tunaangalia kuhusiana na maombi. We saw about prayer. Ndivyo? Kujenga tabia ya maombi. Building the life of prayer, habit of prayer. Tabia ya maombi. Ya kwanza tutasemaje? Number 1 we said kuwa na shauku ya kuomba kwa muda mrefu. Having a passion of kila mmoja lazima uwe na hiyo shauku. You must have that passion ya kuomba kwa muda mrefu. To pray for a long time. Ya kuomba kwa muda mrefu. To pray for a long time. Wakati fulani nilipoanza kujenga tabia za maombi, when I began to build a habit of prayer, nikaanza kushangaa. I was amazed. When you step into a certain room of prayer, where ingia mahali pa maombi, that room you only find people who have prayed into a certain hours. Utakuta watu ambao wameomba kwenye lisaa fulani. Hatujibiu maombi kwa masaa. We are not answered prayer by hours. Again, don't despise the time that you spend in prayer. Ila usidharau muda unaotumia kwenye maombi. Well, God opened my eyes and I saw a certain vision. Mungu akafungua macho yangu nikaona maono. Hii nimekuwa nikisoma mara nyingi. And I saw a lot of rooms in the spirit. Nikaona vyumba vingi katika roho. Ukija kwenye hivyo vyumba ni vya watu waliowahi kufunga mifungo fulani. When you enter in those rooms are people who have fasted. Sasa wote tumeokolewa kwa neema. Yes, all we are saved by grace. Lakini katika ulimwengu huu wa roho, in the realm of the spirit, katika ulimwengu wa roho, in this realm of the spirit, wanaomiliki na kutawala, those who are ni waliookolewa kwa neema, are those who are saved by grace, wakawa watii kwenye kanuni, but they were obedient in principles za kiroho, spiritual principles, wakayafanya mapenzi ya Mungu, and they did the will of God. Kwa hiyo mtu ambaye haombi, anyone who doesn't pray, na mtu anayeomba, that doesn't resemble the one who prays. Mtu anayeomba muda mfupi, the one who prays for a short time, na mtu anayeomba muda mrefu. Is not equal with the one who prays for a long time. Mtu ambaye anaomba kwa kulipuka, a person who prays just by kesho anaacha, he prays today, na mtu anayeomba kwa muendelezo. He doesn't compare with the one who prays consistently. Mtu ambaye hajui maana ya maombi, anyone who doesn't know the meaning of prayer, ni mwepesi kudharau maombi. It's easy to despise prayer. Baadhi ya walokole, some of born again wamefanya watu wadharau maombi, have made people to despise kwa sababu wameomba bila ufahamu, because they prayed without understanding, wameomba bila maarifa, they prayed without knowledge. Ndio wale wanaomba maombi na mchukua Mungu na mpeleka kuzimu, Mungu piga au choma, wanaomba maombi ambayo hata Mungu mwenyewe anashtuka kwamba Mungu wangu. And God is just amazed. Unamtoa baba yako mbinguni afu unampeleka wapi? You take your father from heaven, ampeleka kuzimu, afanye nini? Awapige watu kweli? To hit, to Biblia inasema nimewapa mamlaka kukanyaga nge na nyuka na nguvu zote za yule adui, nguvu zote, all kind of powers of the enemy. You have authority over them because you have believed in Christ Jesus. You have authority over them because you have believed in Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Na kumbuka tukiwa tu wachanga tumeokoka. When we're just young in the faith. Tukawa tumekuja Dar es Salaam. We came into Dar es Salaam. Na mama yetu. With our mom. Kwa hiyo tukawa tunatembea. Tukafika mahali tukakuta watu wanafanya mazinga ombe. We found some people are doing some mama yetu akasema tushangae hapa. And our mom said, let's. Kwa hiyo akanafanya mazinga ombe, vitu vinatokea, watu wanafurahi pale, akasema sasa haya mawe natoa, kuna mayai natoa nyoka na nitapana ungo, nitaruka, nitafanya hivi. Na kaanza kufanya vile vitu vinataka kuitika. Wachanga tu tukasema na prophet, no, tunazuia. Tukaanza kuomba kwa jina la Yesu, tunazuia. Hakuna nyoka atatoka kwenye yeye. Hakuna, tunazuia. Tunazuia. We block that witchcraft. Akapiga pale kakatoka kamoshi tu. Hakuna nyoka alotoka. Came out and no snake. Akaanza kuzunguka, akachanganya madawa yake, wakapiga na mwenzake pale, hamna kitu. And nothing happened.
akachora maji, akachukua maji akachora duara na yale maji. And he drew a cycle. Akasema watoto wote waingie kwenye duara. And he said all the children should enter in the cycle. Akataja umri wa watoto na vijana wote mlioko kwenye ile eneo, ingieni kwenye duara. And he said all the youth tukasema hatuingii. And we said we are not going in. Amen. Amen. Tukasema hatuingii. Say we will not enter into that cycle. Nguvu ya Mungu inafanya kazi. The power of God is working. Tukamnyamazisha mwana mazingaombwe. We silenced the witch doctor. Tukamnyamazisha mwana mazingaombwe. We silenced the witch doctor, the magician. Mara moja tu. The magician just once. Haikuchukua hata dakika 5. It didn't take even 5 minutes. Haikuchukua hata dakika 5. It didn't take 5 minutes. Uko ulimwengu ambao hauonekani kwa macho ya kawaida. That can be seen with natural eyes. Unapokuwa umezaliwa mara ya pili, when you're born again, you become the member into that realm. Mshiriki wa huo ulimwengu. You become the member into that realm. Unakuwa mshiriki wa huo ulimwengu. You should operate. And now you don't operate as a sin vessel. You operate as an unseen vessel. Because you're spirit. Unafanya kazi kama chombo visichoonekana kwa sababu ni roho. Because we're spirit. Wewe ni roho. Because we're spirit. Wewe ni roho. We have already entered into the realm of miracles. Kwenye ulimwengu wa miujiza. Your mind is growing. Your spirit is quickened. Na roho yako inawishwa kuvipata vitu ambavyo kwa ulimwengu wa kawaida havipatikani. In natural realm it's not easy to. Kwa lazima uwe na shauku ya kuomba ili uwe mwana maombi. You have to desire to pray. Lazima utamani kuomba. You have to desire to pray. Lazima utamani kuomba. You have to desire. Lazima utamani. You must have desire in your heart. Lazima uwe na hiyo shauku ndani yako. You must have desire in your spirit. Uwe na shauku ndani ya roho yako. Yes, now I pray 5 minutes. Sasa hivi naomba dakika 5. But I have desire. Lakini ninayo shauku. Create a desire. Jenga shauku. Usiridhike na vile unavyoomba. Don't be satisfied. Kwa nini sasa uombe? Why should you pray? Point ya pili tukasema nini? Number 2. Hiyo tulikuwa tunamalizia, kumbuka tulijifunza jana mambo mengi. Ya pili ni a lot of things. Nisaidieni sasa wanafunzi. Disciples. Kuchukua hatua ya kuomba. Taking a step to pray. Ukishakuwa na shauku ya maombi, after having a passion to pray, chukua hatua ya kuomba. Take a step now. Anza kuomba. Begin to pray. Anza kuomba. Begin to pray. Anza kuomba. Begin to pray. Eleka paradia. Baba asante. Asante Mungu. Asante Jehova. Wewe ni mwema. Wewe ni mweza wa yote. Asante Bwana. Asante. Useme nataka niwe naamka usiku kuomba. When you want to wake up at night to pray. Alafu ukiamka usiku unakaa tu hivi. And you wake up and you just sit down. Nguvu ya maombi haipo. There's no part. Unalala asubuhi na mtumia mtumishi message, nimepoteza nguvu ya maombi. No, amka. Wake up. Amka. Wake up. Alafu kuna wakati niliwafundisha jana kwamba maombi ni jambo la kiroho linalohusisha mwili. Kwa nini tuombe kwa sauti mahali ambapo tunapaswa kuomba kwa sauti? Why should we pray loudly? Kwa nini tutembee mahali ambapo tunaweza kutembea tembea? Kwa sababu roho inataka kuomba, lakini mwili unaweza ukawa kama unazuia hivi. Kwa hiyo sio wote wanaweza kuomba wakiwa wamekaa. Kuna wengine wakiwa wamekaa wanakalia na roho ya maombi. Lakini unapaswa ulazimisha huu mwili ujue kwamba unapaswa kuomba. Yesu Kristo anawaambia mitume. Huo ndo mlima Yesu aloenda nini? Nisaidie happy. Yesu anawaambia mitume imewapasa kumuomba Mungu. No. Anawaambia kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Watch and pray that you may not enter. Kwa kuwa roho iradhi, for the spirit is ready, lakini mwili ni dhaifu. But the flesh is weak. Roho iradhi, the spirit is ready. The spirit is weak. Your spirit wants to pray. Roho yako inataka kuomba. But your flesh is trying to resist mwili unajaribu kukuzuia. Galatians 16:7. Mathayo 26. Hallelujah. Amen. Are you there? Uko hapo? Maandiko yanasemaje? No. Galatians 5:16. Anasema enendeni kwa roho kama mtazitimiza tamaa za mwili. The desires of the flesh. Matamanio ya mwili. Flesh is desiring what? Mwili unatamani nini? Kulala. To sleep. Kula. Roho inasema nifunge. Roho inasema niombe. Mwili unasema nilale. Mwili umechoka. Hebu kila mmoja ruka hapo uliposema nakataa uchovu. Jump and say I refuse to be tired. Angalia kuna hata ambaye kuruka ameshindwa. There's somebody has failed to jump. Angalia tu kuna ambaye kuruka ameshindwa. Someone has failed to jump. Angalia kuna ambaye kuruka ameshindwa. Ukiwa umesimama hivyo simama tu. Stand up. Tukiwa tunajifunza kuomba. Na kumbuka tukaanza maombi fulani ya mfululizo usiku wa 8 na prophet tukiwa Arusha. We began midnight prayers with sasa Arusha kuna baridi kule kwa tunakaa Sakina kule kuna baridi. Kwa hiyo kuna kausingizi mmejiweka kwenye blanketi. Alafu tumekubaliana usiku wa 8 tuwe tunaamka kuomba kwa zaidi ya siku 21. We arrange together that we'll pray tuwe tunaamka kuomba usiku wa 8 mfululizo. Kwa hiyo tukakaa
tukatumia akili zetu tukapeana mawazo kwamba hatutaamka kama unaamka kwenda uani. We want to wake up as if you're waking up to go. Tukiwa tumelala, mtu ataruka kutoka kitandani. Somebody will jump from the bed. Atakayeshtuka wa kwanza aruke na apige kelele. The one who will kelele aseme fire. Akishasema hivyo aanze kunena kwa lugha. Utagundua mwili hauna adabu. You will find the body has no. Baada tu ya mtu kupiga kelele akisema fire, ule usingizi unaosikia mwenyewe unashangaa haupo. You will want that tiredness is gone. Amen. 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 So mwili ni mpinzani. The flesh is opposing. Mwili ni usiuendekeze mwili. Don't give the place. Mwili ni mpinzani. The flesh unaweza kukwambia uwezi bwana, umechoka bwana, sinzia kidogo bwana wewe. Hallelujah. Lakini roho yako inasema nataka nisikilize. I want to listen. Sema na utawala mwili wangu. Say I rule over my body. Nyoshe sema na utawala mwili wangu. I rule over my body. Na utawala mwili wangu. Sasa kama unaotawala mwili wako, wewe ni nani? Wewe sio mwili, wewe ni roho. 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 Sema mimi ni roho. Say I am spirit. Mimi ni roho. I am a spirit. Mimi ni roho. I am a spirit. Ndio maana mimi huwa na tabia kutokea watu. Hiyo tabia nayo nimeanza muda toka nilipojua mimi ni roho. Amen. Yani sio ile eti mtumishi nitakuwa mimi mwenyewe naamua kukutembelea. I decide to visit you. Naamua kukutokea. I decide to appear to you. Amoka diga liga bagadaye. I decide to appear to you. Na kutokea. I appear to you. Na kujia. I come to you. Niliona mtu kama wewe, sio mtu kama mimi, ni mimi. Mimi ni roho. I am spirit. Mimi sio mwili. I am not the flesh. Mimi ni roho. Haiwezekani mchawi anaweza kuacha mwili wake nyumbani alafu apeleke roho yake kuanga. Alafu mimi mtakatifu wa Bwana, alafu mimi kuhani, alafu mimi mpako wa mafuta, alafu mimi mzao mteule, alafu mimi kweli mwenye neno la Bwana, eti nishindwe kuupumzisha mwili, roho yangu itembee iangalie nini kinaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Sema mimi ni roho. Amen. Amen. Unaweza kukaa. Kwa hiyo lazima uchukue hatua ya kuomba. You must take a step to pray. Achukua hatua ya kuomba. Take a step to pray. Tembea anza kuomba. Walk and pray. Anza kuomba. Number 3 tukasemaje? Number 3 say ambatana na watu wanaoomba. Walk with men that pray. Angalia kwenye cycle yako. Do you have people who pray? In your cycle una watu. Do you have people who pray? Una watu wanaoomba. Do you have people who pray? Una watu wanaoomba. A prayer man create prayer people. Mtu wa maombi. A man of fire raise men of fire. Mtu wa moto anatengeneza. You cannot impart what you don't have. Huwezi kuachilia kile usicho nacho. You cannot impart what has not matured in you. What you are carrying should mature. Unachokibeba to the level that you can impart others. Kwa kiwango ambacho unaweza kuambukiza. Not everyone can impart others. Sio kila watu wanaweza take maturity. Inahitaji ukomavu. Your spirit should mature roho yako lazima into certain issues kwenye baadhi ya mambo so that it can impart others. Ili uweze kuambukiza wengine. Ndio maana anasema mito ya maji itatoka ndani yenu. The rivers who comes from your belly. Inatoka ndani yako. And he was talking about the Holy Ghost. Alikuwa anazungumzia Roho You have him in fullness. Unaye katika you are full of spirit. Umejaa roho. To the level that the power you are carrying now is flowing to others. Inatiririka kwa wengine. When you read from the book of Acts, ukisoma kitabu cha chapter 2 verse 1 2 mstari wa kwanza up to verse 4, you see the way that apostles they received the Holy Ghost and they were filled by the Holy Ghost. When you read chapter 4 verse 30 to 31, you will see they were gathered together. They prayed and they were filled by the Holy Ghost. Tayari walikuwa na Roho Mtakatifu, lakini walipokusanyika kuomba walijazwa. Kumpokea ni mara moja, lakini ujazo ni jambo endelevu. Kwa kila mtu lazima atamani kujawa, maana ukijawa haupotezi. Inatoka mito ya maji, inaanza kuambukiza wengine. Ukikaa na watu wasioomba wanaanza kuomba. Ukana watu wasiopenda kutembea katika haki wanatembea katika haki. Waliokamata katika uovu wanaokolewa na kutembea katika utakatifu. You are full of spirit. The rivers of water flows from you. Maji ya uzima yanatiririka ndani yako. Amen. Amen. Ambatana na watu wanaoomba. Work with men that pray. Tembea na watu wanaoomba. Work with people who pray. Nikwambie, you have to categorize men. Lazima there are those who are above you
kuna watu wako juu yako. You need them for your growth. Unawahitaji kwa ukuaji wako. There are those that are under you. Kuna watu wako chini yako. You are not the same with them. Hauko sawa nao. They need you. Wanakuhitaji wewe. And you also need them. Lakini wewe unawahitaji pia. Because they are your fruit. Kwa sababu they are your fruits. Wao ndi matunda yako. If you help them to grow, ukiwasaidia wakakua, they are your fruits. Wao ndio matunda yako. If you help them to grow, ukiwasaidia wakakua, in the process of the pattern of growth, unajua kwenye lazima uwe na watu wa chini yako, there must be people ambao unawajenga, that you build them. You don't ignore them. Usije kusema wewe na hata kuomba wewe. He doesn't know how to pray. Hallelujah. Hallelujah. Pastor Peter yuko hapa. Pastor Peter is here. Pastor Peter wakati anaokoka, when Pastor Peter became born again, alikuwa anasoma Biblia sana. He was reading a Bible a lot. Nakumbuka wakati amekuja, I remember when he came. Pastor Peter, simama tu. Kwa sababu bado una mchumba. Pastor Peter. Pastor Peter wakati amekuja, when Pastor Peter came, tulikuwa na sijui kama Kefas yuko hapa. I don't think if Kefas walikuwa hapo. Kina Kefas walikuwa tayari wao ndo nani wameshatawala na kumiliki. They had dominion and alafu kulikuwa kuna wale kina kuna wale kina Eliza, alikuwa anaitwa Eliza, kina Eliza, kina Happy, kina Emiliana. Kuna baadhi ya watu walikuwa tayari wameshaingia patakatifu mbingu za mbingu. Pastor Peter yeye ameokoka. But Pastor Peter was just born again. Kumbuka huyu Pastor Peter yeye alikuwa anatuona si ni Freemason. Pastor Peter saw us as Freemason. Kwa hiyo alikuwa akizungumza na wengine kwamba mnadanganywa nani. Kwa hiyo siku moja ngoja nije nichungulie, akanaswa. Let me come kwenye kunaswa Mungu akaamua kumpa adhabu ya upendeleo. Amekuwa mchungaji sasa. God gave him a favor to become a pastor. Na sio mchezo kwa sababu alimnyang'anya mtu mic. He took the microphone from somebody. Sasa Pastor Peter huyu, now this Pastor Peter, alikuwa alipokuja sasa kana mwambia njoo wewe unakuja kwenye maombi. I told him come to prayer. Tulikuwa tunapiga madarasa, tunaweza tukaanza hata asubuhi mpaka saa 8 usiku. We can begin from morning. Na sio kambi, yani madarasa tu kawaida tunapiga mpaka saa 8 usiku. Until in the midnight. Hii masijui yuko wapi. Lakini anakumbuka siku moja tulikuwa tumeomba tumekaa kwenye open tunaomba. Tumeomba nikaingia chumbani, nilikuwa tunaombea sebleni. Wanakuja wote ministers wako sebleni. All ministers were in the living tumeingia chumbani, tumekaa chumbani. Then I felt something, I was about to sleep. Tumeomba tumechoka, nikaingia wao wanaomba. Nikarudi sebleni. I went back to the living room. Kuna kitu kilitokea. Kukaa kama kumeingia nguvu isiyokuwa ya kawaida. Ikaanza kuwapiga watu. And it hit men. Watu wanarushwa kule, wanaanguka, wanapiga. Parotua pakataish kabila. Ikapalanosa fahida. Mikratosa fakata. Things which eyes have never seen. You know there's the way if you have never gone deep into certain areas, there are things you'll never experience them. If you just go, you just took one step, you will say the word, or you just end up in the beginning. But when you take another step, you know in the beginning there is a word. There's another person who have just ended in the beginning. Kuna mtu ambaye ameishia tu hapo mwanzo, lakini kuna ameendelea. Hapo mwanzo kulikuwako neno, na kuna ameendelea, hilo neno lilikuwa kwa Mungu, na kuna ameingia ndani akakuta huyo neno alikuwa ndo nani? Ndio Mungu. Mwingine akashatosheka akaanza kuhubiri Injili. Neno ndio Mungu, neno ndo. Kuna ambaye akaenda deep zaidi akasema ndani yake ndimo mdogo uzima. Akatoka akaanza kuhubiri uzima. Kuna mwingine akaenda deep zaidi akasema na huo uzima ulikuwa nuru ya watu. Kuna mwingine akaenda deep akasema na nuru inang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Kwa kuna vina vya kiroho. There are depths in the spirit. Kwa Pastor Peter sasa yeye amekuja ndo anajifunza kuomba. Pastor Peter came, was learning how to pray. Walikuwa anaomba Baba, saying Father, Mungu mwenye nguvu, Father you are mighty, mweza wa yote, you can do all things. Baba, Father. Wenzake sasa hiyo wanaomba Baba, akapaleta sapakakaida Baba. Kwa hiyo tuko nao wengine ndani pale wakimsikia anaomba nje, wengine wanacheka. When they hear him praying outside, they laugh. Wanasema ni yule aliokoka Jumapili. Ndio ile. Ndio anaomba hivyo. Kwa sababu pia alikuwa anaomba kwa sauti Baba. Yana anaomba anaweka kama mapozi. Baba. Springs with poses. Mungu mwenye nguvu. Father, Lord of might. Baba. Father. Sasa Kefas yule asimame. Au kipindi hicho ndo malegendary eti. Those were generals at that time. Pastor Peter ndo anakuja. Now Pastor Peter was just a new convert. Sikiliza sasa. Now listen. Sikilizia mziki wake.
Sikilizia mziki wake. Pastor Peter akananiambia fanyeje awe kama sisi, ananiuliza. Nikanamwambia we soma Biblia, some tu kama gazeti kwa sasa hivi. We kila sana mkuta anasoma Biblia, kila sana mkuta, kila sana. Baadhi ya mabinti ambao walikuwa tayari ni watumishi, ni watendakazi, Pastor Peter akiwa anaokoka. Some of the ladies when Pastor Peter's walipoanza kurudi nyuma hawaeleweki, Pastor Peter ndo alikuwa anawatoa mapepo. Pastor Peter was casting demons out of them. Hallelujah. Hallelujah. Out. Sasa Pastor Peter leo amenuka. Mimi leo nikitaka kuua wachawi hata maombi sifanye. When I want to kill Pastor Peter tusaidie. Pastor Peter will help us. Of course Pastor Peter na prophet siku amemfufua mtu aliyekufa. Mtoto. Mimi nilikuwa nimechoka. Tulikuwa tunamfunga, nimechoka, nimelala. Mimi nikalala. Mimi nilipitwa na tukio la kufufua mtu aliyekufa. Mimi nikaa nimelala. Sikio naomba, mliomba kutokea saa 11 mpaka saa ngapi? Mpaka saa 2 asubuhi. Mimi nimelala, wasikia wanaomba. Wamefufulia hapo nje. Lakini nimetulia tu, mimi nasema mimi natulia tu, kuna sikia wengine wanapiga wazazi wanalia. Huku nasikia wao wanaita wanaomba. Toka saa 11 mpaka saa 2. Ghafla furaha, mfu ameamka. Mimi nimelala. And I was sleeping. Hallelujah. Hallelujah. Lakini niliinua mtu wa maombi. He was man of prayer. Nimeinua mtu wa maombi. I praise the man of prayer. Nimeinua mtu wa maombi. I praise the man of prayer. Ambaye anaweza kunisaidia shughuli 2-3. Hallelujah. Kwa hiyo lazima uambatane na watu wanaoomba. You must walk with people who pray. Lazima uambatane na watu wanaoomba. You must walk with people who pray. Usiambatane na watu ambao wao. Don't walk with people who don't Sina maana uwatenge. Namaanisha ukikutana na mtu ambaye haombi na unataka kuambatana naye, hakikisha unamfanya anakuwa ni mtu anayeomba. Make him a prayer person. Unaweza kukaa. You can sit. Amen. Amen. Namba 4 tukaona nini? Number 4 we say. Namba 4 nini? Number 4. Namba 4 nakupa kanuni ya maisha. I give you a principle of life. Dakika 30 za kwanza unapoamka asubuhi. The first 30 minutes when you wake up. Huwa zinaamua masaa 24 yatakuwa. They decide your 24 hours. Only 30 minutes. Dakika 30 tu. Only 30 minutes. Dakika 30 tu. Kwa hiyo ukitaka kuwa muombaji, if you want to be a prayer person, zitumie vizuri dakika 30 za kwanza unapoamka. Hata kama si unaenda kazini ndio umeamka. Even when umeshaenda. Lakini nikamwambia ukienda kwenye YouTube channel yetu kuna worships, kuna prayers. If you go in our channels there are worships, yani you just play something. Hakikisha asubuhi ndani ya dakika 30 unasikia kitu ambacho kinaamsha roho yako. You listen to something that awakes your spirit. Amen. Amen. Unaomba. You speak. Lakini kuna kitu unakisikia. Yani zile dakika 30 za kwanza. Usianze kuingia WhatsApp unaangalia tunaangalia. Yani dakika 30 za kwanza. Make sure kuna kitu unasikiliza. Make sure kuna kitu unazungumza cha tofauti. I am blessed. The grace of God is. I am anointed. The fire of God is burning me. I am grounded on the word of God. I will never fail. I will never fall in life. In the name of Jesus. My eyes are open to see. My ears are open to hear. I will not die. I will live to proclaim the goodness of God. In the name of Jesus. I am the chosen of God. Men are blessing me. I am blessed. People are remembering me with good things. In the name of Jesus. 30 minutes unazozitumia za kwanza zinaamua masaa 24 hiyo siku yatakuwaje. Will decide the 24 hours how will they be. Hallelujah. Hallelujah. Anza ku exercise. Try to exercise. Anza ku exercise. And you'll bring a testimony. Kwa hiyo sasa chagua vitu ambavyo vinachochea roho ya maombi. Decide things that provoke the spirit of prayer. The next point. Maombi ya pumzi. Breathing prayers. Hebu kila mmoja sema. Everyone say. Sasa kuna wakati unafika ndugu yangu, unajua kuna wakati unakuta uko ofisini, wengine una type pale au kuna vitu unafanya. Sasa hapo uwezi ukao uko ofisini hata kama ni ofisi yako mwenyewe, labda kwa sisi watumishi wa Mungu, au kama ofisi yako uko peke yako, milango imefunga, lakini uwezi kuwa na wenzako, au uko kwenye train au uko kwenye ndege, alafu ukaanza Baba kwa jina la Yesu, in the name of Jesus. Watakushusha wewe. They will bring you down. Utafungwa kamba kwa nyuma, kama ni kwenye ndege utapelekwa emergency. If it's an airplane they will take you to emergency. Na ukishushwa tu unapelekwa Dodoma Mirembe. And they will take you to Dodoma. Hallelujah. Mirembe. Hallelujah. Hallelujah. Kuna wakati unaweza hata unaongea na mtu
can be speaking with Unaweza somebody. taka unazungumza na mtu. You can even be speaking with Unaweza taka somebody. unatembea. Or walking Unaweza on the kuwa road. unaosha vyombo. Or maybe you're Unaweza washing kuwa some unafua utensils. nguo. You're washing your Unaweza clothes. ukawa unaoga. You're bathing. Lakini midomo yako inanena. But your mouths are speaking. Nikamwambia hata mtumishi anafundisha Even na roho yako God is nakwambia this point your spirit is yours. Hii ni ya kwako. This is Hausubiri yours. useme ngoja nisubiri tuambie Don't wait somen to say, tuombe. you begin- Unaanza kuipalilia. You begin Unaanza to kuinyweshea cultivate. maji. You begin to water at the Katika point. paratosta. Ninapenya hapa, ninafanikiwa You hapa. succeed here. Unaomba chini You kwa pray, chini. pray silently. Amen. Amen. Hiyo inakujengea tabia ya maombi. It creates a Lakini habit of yule ambao prayer. unasubiri mpaka waambia haya sasa And omba those who are Baba waiting kwa jina la for- Yesu. okay, Mungu pray. wangu wewe. Amen. Hallelujah. Taratibu tu. Just silently. Taratibu tu. Just silently. Amen. Amen. Lakini kadri unavyoendelea unachochea roho The ya way you maombi. continue, you provoke Moto the spirit of prayer. unakuwa umelipuka. You begin to explode. Unakuwa umelipuka. You begin to explode. Hallelujah. Hallelujah. Legoziga rabakandra Kapelos kida. kaprandes kitali. Ravazosta. Who said I've set myself in fire and men are coming to see how I'm burning? John Wesley. John Wesley. I've set myself on fire. Nimejiweka kwenye In fire. moto. Men are coming to see how I'm Na burning. watu wanakuja kuniona He was chased ninapougua. away to preach from the city. Alifukuzwa And he kuhubiri went kwenye to mji. the graveyard. Akaenda kwenye makaburi. Akasimama kwenye makaburi And ya he wazazi stood in the wake. graveyards of his parents. Alifukuzwa asihubiri mjini. Akaanza He kuomba. began to pray. Jasho linamtoka anaomba. He was sweating. Watu wakawa wanasikia tu hebu nendeni makaburini. People Nendeni failed to makaburini. go to the Wakienda graveyards. wanamkuta anaomba, When wagonjwa they wanaanza go, anaomba tu. they Sasa just baadaye praying. watu The wakamuuliza sick began ulifanyaje? Akasema nilijitumbukiza kwenye moto. I entered Watu into wakawa fire. wanakuja kuona And people navyoungua. came to see how I burn. Kabola gida. Kale Mekrekizo fa itai. Manda I've karabasi. set myself in fire. Nimejiweka kwenye moto. Libra takaye. Watu wanakuja kuangalia nafanya nini And people come to see ninavyoungua. how I burn. Hallelujah. Hallelujah. Point nyingine tunasemaje? The next point. Kusoma neno au kusikiliza mafundisho. Reading the Unasikiliza mafundisho. word. Inawezekana uko hapa unasikiliza mafundisho ya mizimu. Ni mizimu ya kwenu, mijusi, It's the ni monitoring generation spirit. of Yaani vitu vingine vya ajabu spirits. ajabu tu Some afyewe. strange things that are not even I don't say that recorded. these demonic these animals cannot be used demonically. Sisemi kwamba hivi hawa wanyama hawezi That is kutumika. not the doctrine. You can Lakini sit hilo down sio and listen as a fundisho. child of God. Kama mtoto wa Mungu We are ulisikiliza. not the ministers of fear. Sisi sio watumishi wa hofu. Any teachings that create fear instead Fundisho of lote faith in your linalotengeneza heart, hofu it kwenye is moyo not the wako teaching of God. sio fundisho la Mungu. Fundisho lolote linalotengeneza hofu ndani Any yako, teaching mashaka, that imparts fear, wasiwasi, worry, majini ya njia panda, maroho yanayokaa chooni, Spirit that mizimu take ya the toilets. Facebook. Facebook ni Freemason. Facebook is Ukibo- Freemason. TikTok ni Freemason. TikTok is Ya- Freemason. ya hofu fulani, Teachings that impart mashaka fear fulani, and doubt. magari kitonga pale huwa yanaanguka. That kitonga Pale kuna majini anakunywa damu. There are some demons that drink blood. Yaani fundisho lote ambalo linakutengenezea hofu Any teaching aina that sita za creates majini. six Jini la types of kwanza demons. Subian, Makata, The first Subian, Inkabas na Makata. Sikabas. Inkabas Inkabas, linafanya Sikabas. kazi ndani, Sikabas works linafanya inside. kazi nje. Sakabas outside. Mafundisho yanayokutengenezea hofu, Teachings that create fear. yanayokutengenezea mashaka. That create doubt. Mikono ikiwasha, roho ya When umaskini your hands nakufuatilia. are acting, Jicho it's a spirit of likikucheza, poverty. kuna watu wanakusema vibaya. When your eyes Ni shakes, mafundisho the ambayo people yanakutengenezea are hofu. gossiping. Mtoto wa Mungu umekaa kabisa unasikiliza. You are listening. Kweli, kweli. Utajuaje una roho ya kukataliwa? How do you know you have How spirit do you of know you have the rejection? spirit of rejection? A child of God, Mtoto wa Mungu. you are favored, yet you focus umependelewa. on the fallen wisdom that you Unaangalia- are rejected. Umeangalia hekima ya You know that kidunia you have kwamba been umekataliwa. accepted by God? If God has accepted you, Kama and Mungu it is by His amekupokea grace, na kwa neema who yake, can reject you? nani Who can atakukataa? deny you? Nani atakukataa? Amen. Amen. Na hiyo nasikiliza, utajuaje kwamba unakataliwa? Ukiwa na marafiki, If you marafiki have wanakuacha bila friends sababu. leave you without reason. Na unasema kabisa marafiki zangu It's wananiacha true. bila sababu, My friends just leave wananisingizia. me. Tuambie ukweli Let wewe. me tell us the Sababu truth. zipo na mdomo mchafu. You have a dirty mouth. Gombana kitu kidogo tu unatoa maneno mengi. You speak a Una lot. nidhamu, You're huwezi not kujizuia. disciplined. You're not Search for me that self-control. scripture. Maandiko yanasema mtu asiyeweza kujizuia ni kama mji usio na ukuta. A city is like a city without a wall. A man who lacks self-control.
mtu anayeshindwa kujizuia ni kama mji usio na ukuta. Chochote kinaweza kuingia kwenye maisha ya mtu. Chochote kinaweza kuingia kwa huyo mtu. Huwezi kujizuia. Kibishana jambo na mtu tayari umeshapeleka, unaliweka kwenye status. Hii dunia walimwengu kweli, walimwengu kweli, bora kumshika tu Mungu. It's better to touch. Unatafuta maandiko, sio maandiko ya kuambia kuhusu Mungu. Unataka maandiko ya kusaidia kukuambia kuhusu jirani yako. But scriptures that gossip. Kwa unatafuta kamithali kamstari kokote kanakochoma moyo, katakakomchoma atakayepitia sasa unamwekea pale. You put a certain scripture there that will unamwekea pale. Kametaja neno unafiki, unaweka pale unafiki. You put the word. Ndio maana mimi sipendi unafiki. Una self control. You are not control. Unapoteza marafiki. You lose friends. Baba naomba tu sahihi. Kweli Mungu hajaikupa tu sahihi. Can God really give you right? Ni sahihi kuomba watu sahihi, lakini je, hujawahi kupata watu sahihi kabisa kwenye maisha yako? Have you never gotten any Mungu hajawahi kuunganisha na watu wa baraka? Has God never connected you with people? Mungu hajawahi kuunganisha na watu sahihi? Has he ever connected with the right people? Lakini unashindwa kuwatunza wale watu. But you fail to keep those people. Unashindwa kuambatana nao. You fail to walk with them. Ndio maana unawapoteza. That's why you lose them. Hallelujah. Hallelujah. Hilo andiko limepatikana. Kwa hiyo point yetu tumesemaje? Hiyo inakuwa ni point ya ngapi? Point number ya 6. Number 6. Ambayo inasemaje? What does it say? Kusoma neno na kusikiliza. Ni mafundisho ya aina gani unasikiliza? What types of teachings are you listening? Ni masomo ya aina gani unasikiliza? What kinds of sermons are you listening? Watu wa Mungu, mafundisho yana nguvu sana. Teachings are very powerful. Paulo anasema ni Wagalatia msio na akili. Paul says to Galatians, all foolish Galatians. Nani aliyowaloga? Who has bewitched you? Hawakulogwa kwa hirizi. They are not bewitched with walilogwa kwa mafundisho mabaya. But with wrong teaching. You have to be very careful na watu unaowasikiliza. With people you listen to. Kwa sababu mafundisho yanaamua kwamba roho yako inajengwa au inabomolewa. Teaching decide whether your spirit is built or destroyed. Mafundisho sahihi yanajenga imani sahihi. The right teaching build the right faith. Mafundisho potofu yanajenga imani potofu. But false teaching build false faith. Ndio maana sio sifa kuwa na walimu wengi unaowasikiliza. It's not a good thing to have a lot of teachers to listen to. Simple. It's simple. Hallelujah. Hallelujah. Namba 8. Au namba 7. Nini? Kuomba kwa sauti. Pray loudly. Pale ambapo mazingira yanaruhusu uombe kwa sauti, omba kwa sauti. In the environment that allows you to pray loudly, pray loudly. Kuna umuhimu wa kuomba kwa sauti. It's very important to pray aloud. Tuko pamoja watu wa Mungu? Kuna umuhimu wa kuomba. It's very important to pray aloud. Anasema fungua kinywa chako nami nitakijaza. Nilimwambia Yesu akusema Lazaro. Jesus didn't say Lazarus. Njoo. Come. Maandiko yanasema alipaza sauti. The scripture says he raised the voice. Lazarus! Lazaro! Come forth. Toka nje. And he spoke the word Talita Kumi. And he said Talita Kumi. Lazarus! Lazaro! Talita Kumi. Talita Kumi. Lazaro akatoka. And Lazarus came out. Wewe sasa unaona wewe unaona hata Yesu alikosea Lazarus. And you feel like Jesus was mistaken and you just say softly Lazarus. Talita Kumi. Talita Kumi. Ndio mtu anashangaa anamuombea mtu anavepo afa anamfanya. He is praying for a demon possessed. Just mpaka mafuta. Are you anointing that person? Amen. Amen. Yani umeshaona ni roho ya giza. Unaichekea. You have already discerned is the spirit of darkness. Umeshaona ni roho ya giza. You have discerned the spirit of darkness. Come out. Toka. Sio toka nje pepo. Don't say come out. Sasa kuongea hivyo ndo mamlaka, unaongea tu kidogo. Just speak silently. Muangalie mtu kama Pastor Chris mwenye mamlaka yake. Look at the person like Pastor Chris with so much authority. Mamlaka yake imejaa. His authority is full. Lakini anatoa mpaka macho. But maandiko yanasema Petro na Yohana to Peter and John walimwambia yule kiwete. They told the layman, tutazame sisi. Focus on us. Kuna mtumishi mmoja wa Mungu wakati huo niko naye kwa anajifunza. Akaona naombea watu naambia nitazame. He saw me telling them, alikuwa na maswali akaniambia Apostle, kwa nini naambia watu kutazame? Nikamwonyesha maandiko. And I showed them the. Niambia kwanza hiyo nataka concentrate na mimi. I want him to concentrate to me. Lakini pili
nikimwambia nitazame, when I tell him to look at me, ninapomwambia nitazame nimeonyesha kwamba mimi ni mtu mwenye mamlaka. To show that I have authority. Maana mimi siogopi kutazama. I'm not afraid to look at you. Nitazame mimi. Look at me. Amen. Amen. Maandiko yanasema kuna mtu mmoja alikuwa anafanya vitu havieleweki. Paulo anamwangalia. Somebody was doing some strange things. Lakini kuna siku akamkazia nini? And Paul akamlegezea macho. Alimlegezea macho. Akamkazia macho. He fastened his eyes towards him. Wewe pepo mtoke huyu mtu. You demon, come out of her. Kinywa chake mtoke. Alimkazia macho. He fastened his eyes. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo mahali pa kuomba kwa sauti, omba kwa sauti. When you are required to pray aloud, pray aloud. Na watu wa Mungu sauti, wewe Roho Mtakatifu naye. You have the Holy Ghost. Narudia tena, wewe Roho Mtakatifu naye. You have the Holy Ghost. Mimi siku moja nilikuwa Tanga. One day I was in Tanga. Hoteli tulikuwa tumefikia pale. And in the hotel that we came there. Nakumbuka nikaa naomba. I remember I was praying. Naomba pale hapo sote. I was praying in the spirits. Naomba ile asubuhi nimeamka naomba. In the morning when I was awake. Tanga. Naomba kwa jina la Yesu. Hata sio kwa sauti. Not even loudly. Kubwa. Dogo tu naomba. Lakini kwa sababu ni sehemu alikuwa na utulivu. It was very silent. Yule alikuwa na kuna watu wanatuletea vitu, anatoka anaingia. People are bringing things that coming in. Kumbe kio anayesimamia pale ameokoka. That's the one who is. Kwa roho yake ikanaswa. His spirit was. Nimesikia leo naomba. I heard you praying. Na mimi nimeokoka. And I'm born again. Natafuta waombaji wenzangu. I'm looking for. Asa imagine ningekuwa ni mtu wa sala ya kimya tu. Imagine if I was just praying silently. Na hapo kimya ni unasali Baba yetu uliye mbinguni. Jina lako litukuzwe. Your kingdom come. Amen. Amen. Afu sala fupi lakini watu wanahitaji haraka kama maneno mengine wanayaruka. It is a short prayer but people are going very quickly. Amen. Amen. Siku moja tuko na Prophet Moshi somewhere. Tunaomba kwenye chumba kala kapa. We're praying in the room. Tunaomba. Tunatoka nje jioni. Watu wamejaa nje. There are a lot of people outside. Watu wamejaa nje. A lot of people wanataka huduma. Hatukwenda kuhudumia watu. Tulikuwa tumefikia tu mahali tumepokelewa. We just want somebody somewhere. Kama tungeomba kimoyo moyo. Kwa hiyo ukisema Roho Mtakatifu awasemeshe huko alipo, sawa, anaweza hivyo. Lakini pia unapoomba kwa sauti, sauti yako sio tupu. Your sound is not empty. Mtu mmoja anaitwa T.L. Osborne. Wangapi wanamfahamu T.L. Osborne? How many know T.L. Osborne? T.L. Osborne alikuwa baba wa kiroho wa Benson Idahosa. T.L. Osborne was the father in the Lord Bishop of Benson Idahosa. T.L. Osborne walifunga siku 21 wanaomba wapate a certain amount of money kwa ajili ya mission. To get a certain amount of money for mission. Hiyo hela fedha ni nyingi, mpaka kabidi wafunga siku 21 wanaomba ili wapate hiyo fedha, lakini hawapati. And they didn't get it. Akakumbuka na mtoto wake akiroa anaitwa Benson Idahosa, ni mtaalamu wa hayo mambo. Akampigia simu, hello Ben, samani, ase kuna jambo tumeliombea muda mrefu. Tunahitaji kiasi fulani cha fedha. Tumeomba lakini bado naona kuna uzito, hebu naomba utusaidie bwana. Akamwambia baba yake, ninapanda ndege na kuja. Akaja akamwambia nionyeshe chumba cha maombi. And he came, show me the room of prayer. Asema Benson Idahosa asema akaingia chumba cha maombi akaona. Benson Idahosa entered in the room of prayer. Ni full kiyoyozi. There is AC. Kina AC, Bana T.L. Osborne wazungu wale kinapuliza tu. Those are white men. Tafikiri ndo makerubi. Kinapiga tu. Anasema akaomba kwa dakika 30. He began to pray for 30 minutes. Pamoja na AC akaloa jasho. And with all that air condition, he was full of sweat for 30 minutes. Alipomaliza, ile anatoka tu kwenye chumba cha maombi. Came out of the room of prayer. Simu ya mezani ya T.L. Osborne ikaita. The phone of T.L. Osborne was rung. Akapokea. Hello, T.L. Osborne. Mimi sio Mkristo. I'm not a Christian. Mimi ni Muislam, Muslim, Arabu, na miliki vitu vya mafuta na nini. I kuna wakati namba yenu nimeitafuta sana. I look for your. Kuna wakati nilikuwa naona kama mmetangaza mnafanya mission, nikaona mnaenda mpaka kwenye jamii ya watu wetu. You announce that you're going for missions in our people. Mimi sio Mkristo lakini nasikia ni wa support. I'm not a Christian but I feel like supporting. Bado kiasi gani? What amount is left? Basi natuma chote mlichokuwa mnakitaka. I will send all the money that is you need. Amen. Amen. Jamani. And T.L. Osborne said, tumefunga sawa, tumefunga siku 21. Yes, we fasted for 21 days. Ndio maana Waafrika lazima tumshukuru Mungu. Let's thank God Africans.
Hallelujah. Hallelujah. Lazima tumshukuru Mungu. Naona kuna wengine wamekuja na staili wanajikunja, lakini yoyote nini? Hiyo yote ni kwamba kuna namna tunataka tuzae vitu. Yaani tu hata kama mtu ataweka kichwa chini miguu juu, lakini kuna kitu anataka kukizaa. Something you want to give birth. Kwa hiyo the style doesn't matter as long you are praying in the name of Jesus. The style as long you have faith in God. Ile kwamba tu una imani kwa Mungu. Lakini unaweza unafikiri maombi yetu tutaomba Father, my Father, my God, my Lord, my beautiful Father. Mungu wangu mzuri. You love me too much. Unanipenda sana. Love me too much. Nakupenda sana. You love me too much. You're awesome God. You're awesome God. Awesome God is doing things wonderful. See miracles. Hallelujah. Na Kiingereza chako. A lot of English. Nguvu za giza zinakuangalia tu, nasubiri umalizie kusema my Jesus, my Lord. Say Mungu wangu, Yesu wangu. Sauti ya mamlaka. Voice of authority. 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 Lazima ujifunze kusema. You must learn to speak. Ya mwisho au ni ngapi? Tunaingia 8, inasemaje? Number 8. Omba huku ukimwangalia Mungu. Usiombe ukiangalia watu wengine wanaombaje. Kwa mfano hapa, kuna ngazi unaweza kama mmekolea kwenye maombi, yani unaomba mpaka unatamani umvamie mtu. Yani unatamani umvamie. Kwamba jamani, yani wewe umenogewa, unasikia utamu wa roho. Afu unamwangalia unaona. And others are just wondering. Yani mpaka unatamani yani kwamba ubounce tu. You feel like bouncing. Umvamie, umwambie omba. And attack him and say pray. Hallelujah. Hallelujah. Sasa usimwangalie mtu. Don't look at anyone. Muangalie Mungu. Look at God. Usiangalie fulani anaombaje, Don't look somebody's praying this way. Is he praying or not? Your focus is to God. Mtazame Kristo. Ndio maana nikwambia usiache kuomba. Don't stop praying. Mpaka naye kuongoza kuomba amekwambia utulie. Until the one who's leading you to tell you. Endelea kuomba breathing prayers. Just pray breathing prayers. Ulikuwa umeshakolea. Tunaongoza mambo sema amen. Nimekuwa usikate. Don't just stop suddenly. Unatulia, unabakiza hapa kope. You're just praying silently. Unaendeleza gurudumu. Unaendeleza gurudumu. Point nyingine. Next point. Ndio hiyo, omba kwenye kusanyiko na watu. Jifunze kuomba na watu wengine. Learn to pray with others. Jifunze kuomba na watu wengine. Learn to pray with others. Omba ukitembea tembea. Pray while you're walking around. Omba ukitembea tembea. Pray while you're walking around. Hiyo ni kanuni. Omba ukiwa umepiga magoti. Pray while you're kneeling down. Hiyo ni kanuni. That's a principle. Hallelujah. Hallelujah. Hizo zote ni tabia tu za kusaidia uweze kutengeneza maisha maombi. To help you to create a habit of prayer. It is by the grace and the Spirit of God. Ni kwa neema na roho wa Mungu. He gave us the grace and the spirit of prayer. Alitupa neema na roho ya maombi. Kwa hiyo maombi ni ya kiroho. So pray spiritually. Nani anakumbuka tafsiri mojawapo ya maombi tulotoa jana? How many remember that one of the interpretation of prayer? Tulitoa kama tafsiri 3. Nani anakumbuka mojawapo? I spoke of 3 interpretations. Nani anakumbuka? How many remember? Who can remember? Nani anakumbuka tafsiri mojawapo? Who can remember one of the interpretations? Ndio, simama tuambie. You can stand up and tell us. Ngoja tuanze kwanza na mchungaji wetu wa vijana wa Vioni. Let's begin with our Pastor Frederick. Yes. Sasa kumbuka wewe una masters, kwa hiyo haipendezi kuibia. Usichungulie. Maombi ni tendo la imani. Maombi ni jambo la kiroho. Maombi ni tendo la imani. Yaani mtu ambaye bado hana ufahamu wa mambo haya, akikuta unaomba lika bara doesn't have understanding, finding you speaking in tongues, akikuangalia vile anasikia uchanganyikiwa, Mungu wangu wanatembea wana jamani, nini wanafanya? Tendo la imani ambalo a carnal man cannot understand it. Mtu mwingine hawezi kuelewa. Sasa naposema hivyo imani na wafahamu, kuna watu wangu nafahamu, nishakutana nao. Nishakusanyikaga sehemu moja tu tukasema tuombe na prophet, mtu akaamua kuchekesha kwenye maombi.
Sasa tunaomba tunashangaa mtu anavamia ukuta. We are praying and somebody is attacking the wall. Ukuta unakula ngumi za matumla kabisa. Pa 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 pa. What is this? Nini? Wangu. Inabidi wote tunaomba mbali na yeye kwa sababu hujui. And we pray huyu mtu amnazo nini? Lakini nizo tumekwisha. Mwingine akumbuka anapiga makofi ile kwenye ukuta. Somebody is just slapping the wall. Watu wenzangu, ndugu zangu, that's my not fellow Christians. Fanya ukiwa peke yako hivyo vitu. Just do that when you are alone. Usifanye mbele, utawatia hofu wengine. Fanya ukiwa kama unasikia kupiga ngumi utapiga tu ukiwa peke yako. Like, fighting kama the wall. Umeona ndivyo Roho Bwana kuongoza hivi. And the Spirit of the Lord is leading you that way. It's fine. Kwa hiyo tunapozungumzia ile kuomba sio ile kwamba mtu labda afanye fujo ndio aonekane sasa naomba. You shouldn't just make some disturbance for you people to see that you pray. Naomba. No. Wakati fulani unajua mimi sasa tumeomba muda mrefu. Kabisa tu roho yangu ikae inashika hapa, kuna watu wamechoka kwenye maombi. Nikaona mmoja anapita mbele yangu, yani ni ananichekesha. Somebody was passing in front of me. Yani ananichekesha. I almost laughed. Sasa na mimi nikaamua ngoja niombe, nimegeukia huku kwenye madhabahu. Nikageukia. Kwa hiyo nikaa nageukia sana, najikuta nimetembea nimegeuka, naona mtu anapita. Angalia na najua kabisa anafanya nimuone kwamba hebu angalia nilivyochoka. Mmoja tulikuwa tumeenda somewhere. We went somewhere. Kanda ya ziwa huko na prophet. At the lake. Watu tumefika mahali. Kwa hiyo tukawa pale tulipopokelewa, kuna vijana wakao, they are very passionate na maombi. Wamesikia habari zetu, kwa hiyo akasema sisi tutaomba leo. Yaani tutaomba leo maombi. Yaani unajua yani kuna watu wanafanya maombi sema ndio. Wakati tuko chumbani wako wawili. Tukaanza tu ile maombi. Wakaanza. They began praying loudly. Nafikiri kama walipiga kama dakika 10-15 hivi. 15 to 10 minutes. Tukawa tunaomba na prophet, tunaangaliana, tunafanya hivi. We are praying with prophet. Utaniuliza mkiwa mnaangaliana walikuwa wapi? Walikuwa wamelala chini. They are sleeping on the floor. Na kuambia ukweli kwa dakika 15 na walilala. 15 minutes and they sio kwamba waliomba wakiwa wamelala chini, walilala. They slept. Mwili uliwaambia lala chini ili uombe vizuri. The flesh told them style mojawapo ya kuzama, lakini mwili kumbe ulikuwa unataka kusinzia. Kwa hiyo tukaomba, hatukuamsha. Tunaomba, tunaangaliana, prophet na ananifanyia hivi, anaonyesha mkono kwa hawa watu hapa. Hawa Hallelujah. Kwa hiyo kuhusu maombi tukatoa tafsiri ya kwanza kwamba maombi ni jambo la kiroho. Prayer is spiritual. Ni tendo la imani. It's an act of faith. Ni jambo la kiroho. Something spiritual. Ni tendo la imani. It's an act of faith. Ni jambo la kiroho. Something spiritual. When you pray, there's this certain testimony happened to kuna ushuhuda ulitokea evangelist Reinhard Bonke. Kwa mwinjilisti. Kuna wakati was somewhere, I think kama Ethiopia, if I'm not mistaken. Was it Ethiopia or Zambia? Lakini alikuwa somewhere. Akaugua malaria kali, kipindi cha malaria inaua watu. There was malaria at that time. Akiwa amelala kitandani anatetemeka hivi kwa mwenyewe chumbani usiku, amezidiwa, akaona kabisa anakufa. He saw that he's going to die. Kwa hiyo akaanza kumsihi Mungu asife, akaona ni kama haiwezekani, kwa hiyo akaanza kujiandaa kufa. He prepared to die. Anasema akasikia dirishani. He heard in the window sauti inasema, a voice telling him, Bonke hautakufa. Bonke utaishi mtumikie Mungu. You will not die, you will live to serve the Lord. You will serve the Lord. Unalindwa na Mungu. You are covered by God. Mungu amekuponya. Anasikia sauti audibly. Audible voice. Physically. Physical voice. Baada ya kama dakika chache akajikuta jasho limemtoka, amepona. Some minutes the sweat came out and he was healed. Akafikiri labda ni watu walikuja kuombea dirishani kufungua, hamna mtu. Lakini ile sauti akaandika kwenye notebook yake. He wrote in his notebook. Akampigia simu baba yake. And he called his father. Akamuuliza fulani yupo. He said so and so is it there? Naomba tarehe ya leo, nimenoti tarehe, nikirudi huko nikumbushe. I've noted this day. Aliporudi akamfuata, alisikia sauti ya bibi mmoja yuko kijijini kwao. A certain old woman. Ni muombaji wa bibi, akamfuata bibi akamwambia, unakumbuka tarehe fulani saa fulani ulikuwa unafanya? A certain
dates. Yule bibi akamwambia Roho Mtakatifu aliniamsha akaniambia muombe mtumishi wangu Bonke. The Holy Ghost awoke me and told me to pray for my yuko Afrika. Muombe mtumishi wangu Bonke. Pray for my servant Bonke. Bonke akamwambia unajua ulipokuwa unaomba nilikuwa nakusikia. And Bonke said, do you know when you are praying I was hearing? Ulimwengu wa roho hauna umbali. The spirit of the Lord has not been. Yani wewe unaweza kuona ukiomba hapa kama namwombea mtu yuko Marekani. Maybe I'm praying for somebody in America. Namwombea mtu hapo unaona kama mbali lakini far. Nikwambia ulimwengu wa roho hauna umbali. The realm of the spirit has no distance. Ulimwengu wa roho hauna umbali. The realm of the spirit has no distance. Ulimwengu wa roho hauna umbali. Unaweza kuongea na mtu aliyoko mbali lakini anakusikia. Somebody who is far away but he can hear you. Usiache kuomba. Don't stop praying. Tukaangalia tafsiri nyingine ya maombi ni nini? Another interpretation of prayer. Maombi sawa, hivyo ni vitu maombi anafanya. Maana sasa tafsiri, the meaning, the interpretation. Ngoja engineer asifiwe, aongee. Asifiwe Filipo. Asifiwe. Amen. Makofi kwa asifiwe. Pasha choma. Hapo asifiwe. Maombi prayer ni namna ya kutumia mamlaka yetu tuliopewa na Mungu that were given by God kusababisha vitu vitokee, to cause things to happen, kwa matamko ya imani, through the declarations of faith. Kwa hiyo ukafikiri kila tunapoomba tunamwambia Mungu naomba hichi naomba kile. No, wakati mwingine tunatoa amri. Nikawapa maandiko, Wafalme wa kwanza 17:1. Maandiko yanasema kwa neno la Elia mvua ikunyesha juu ya nchi. The scripture said by the word of Elijah, ni mtu alisema tunaikawa kama alivyosema. Just one man spoke and it happened as he spoke. Kwa hiyo nikasema hiyo tafsiri inatuonyesha kila mtoto wa Mungu lazima atambue anayo mamlaka. And I said every child of God should know that he has Kenneth Hagin alikuwa anajiandaa kuhudhuria kwenye kambi alikuwa ameiandaa. Kenneth Hagin prepared a camp and he was about to go. Muda wake wa kwenda kusimama. Ghafla Yesu akamtokea. And Jesus appeared to him. Yesu alipomtokea akamwambia Kenneth, kaa hapo. And Jesus told him, Kenneth, sit here. Nataka nikupe maelekezo kuhusu ibada. I want to give you some instruction about the service. Anasema wakati Yesu anaongea, and while Jesus was speaking, ghafla pepo akatokea. Demons appeared. Na lile pepo likawa linapita katikati. Yesu amesimama hapa, Kenneth yuko hapa, linapita pale katikati, linapiga makelele. Yani Yesu akiwa anasema kwenye ibada hii linapita linapiga makelele, shouting, making sasa noise. Akasema okay, labda ni mtihani nisiogope, akajitia moyo akawa jasiri. Ndio Yesu unasemaje? Yesu akiongea linapita. Akamwambia Bwana Yesu, naomba ufukuze huyo pepo. Yesu akamwambia siwezi. And Jesus said I can't. Amen. Amen. Kenneth Hagin akasema huwezi. And Kenneth Hagin asked, wewe ni Yesu, huwezi. You're Jesus, why can't Yesu akamwambia sikiliza. And Jesus said, listen, mamlaka yote, all the authority nimewapa ninyi, and power I've given to you. Anasema Yesu alipomwambia hivyo alimwambia tule pepo tawanyika, alipotea. When Jesus said that, he said to the demon, Yesu akusema nitakanyaga, ninyi mtakanyaga nge na nyoka. Lakini watu wasio na ufahamu wanasema Yesu wakanyage kuzimu, najua unyayo wako ni mkubwa, kanyaga majoka ya kuzimu, kanyaga majoka, kanyaga Bwana Yesu. Mungu kanyaga, unyayo wa Mungu ukanyage. Wacha hayo maombi ni ya kukosa ufahamu wa kiroho. Unamwambia Yesu akanyage wapi? Ametupa mamlaka ya kukanyaga, anasema ninyi nimewapa mamlaka, kanyageni. Amen. Amen. Kwa hiyo kwenye maombi wewe you have authority to create things. Una mamlaka ya kutengeneza. Maombi yanaumba vitu. Prayer builds things. Maombi yanatengeneza vitu. Prayer creates things. Maombi yanazaa vitu. Prayer give birth to things. Maombi yanazaa vitu. Prayer give birth to things. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Wangapi kuna kitu umepata? How many received something? Kuna kitu umeelewa? You have received something? Sasa ufunuo kuhusu uamsho namba 1. Number 1. Tunapozungumzia uamsho nilisema revival, it is not something that we are praying for or we are asking. Sio kitu tunachokiomba. Revival is present on earth. Uamsho uko duniani. We have to plug in. We have to connect. Tunapaswa kujiunganisha. Wangapi wako tayari kuendelea kujifunza? How many are ready to continue learning? Okay, nione mikono walio tayari. Let me see your hands, please. Sikiliza. Listen to me. Unaweza ukawa kwa sababu hujatembea, hujaenda sehemu nyingi. Just because you haven't walked around. Unaweza ukaridhika na vitu vidogo. You might be content with some small things. Ukaridhika na vitu vidogo. You might be content with some small things.
Hallelujah. Hallelujah. Unaweza ukasema, sio nikwambie, Apostle Grace anasema wakati akiwa ni kijana anatumika, sasa ndo ameanza kutumika, akasikia kuna kanisa moja watu wanaomba sana, na wameandaa mkesha wa maombi, and they prepared an overnight. Kwa hiyo anasema akaamua kwenda kwenye huo mkesha wa maombi, and he decided to go to that overnight. Alipofika pale anasema wakaomba sana, and they prayed so much, kama masaa matatu, like 3 hours. Anasema walipoomba masaa matatu, when they prayed for 3 hours, akaanza kushukuru kwamba yes, tumeomba. He said, oh, thank you, we have prayed. Tumeomba. We have prayed. Alafu anasema yule aliyokuja kuchukua mic, the one who came to take the microphone, ndio kiongozi, was the leader. Alikuwa anaongoza maombi ya masaa matatu, ni mtangulizi. The one who was leading prayer. Kiongozi akasema sasa tunakwenda kuanza maombi. And the leader said, now we're going to begin prayer. Apostle akasema, kwani mchokuwa mnaomba ni nini? And said, what are you doing? Ndio mnaanza maombi. You begin to pray. Akasema hamna shida. Nitaenda na anasema wakaomba wamalizi. Akatoka nje akaenda kukaa nje ya kanisa. He went outside to sit down. Alivyokaa akasema hapa najua kidogo tu atamaliza. Anasema kumaliza akaona kuna mahali wanauza chai. Akaenda akanunua chai. He bought tea. Akashangaa wakati anarudi na chai yake. When he came back with the tea, anakuta watu wametoka wengine nje wanazunguka kanisa wanaomba. Others are walking outside, they are praying. Wanaomba. Anasema ngoja basi itakuwa wamemaliza kuomba ndani, ngoja niingie ndani. Anataka kuingia anakuta ndani kuna watu wanaomba, wamechemka. Yaani unajua kuna ile watu wanaomba kiasi kwamba wote wako serious, wameshazama kiasi kwamba wewe unaogopa kuwa katikati yao, unahisi watakupiga. Kwamba wewe kwa nini uombi? Why not pray? Ndio maana binti mmoja kule mkoa mmoja kule niliwahi kuwepo kwa Dodoma, anasema yeye alikuwa anaona zako wanaomba afu naenda kupata moto ndo kaokoka. Anaona zako wameomba afu wamefika mahali wote wananena, hakuna anaongea lugha inayoeleweka. No one is speaking and anapita karibu na mtu hivi wote anasikia wananena na yeye amekamata moto. Akasema nimebaki mimi tu. It's only me, I'm left. Akaanza naye kunena. He began to speak. Akanena. Sasa baada ya kumaliza, after finishing, kiongozi mmoja akamuuliza, the leader asked him, hivi mbona nena yako sijawahi kusikia? Yani imekwaje ukaanza kunena hivyo? Kwa sababu alikuwa ananena suye. Akasema nilipokuwa nawasikiliza nilihisi mnageuza maneno. Kwa hiyo mimi nikaligeuza neno Yesu kuwa suye na nikaanza kulitaja mara nyingi zaidi. Kwa hiyo suye. Kwa hiyo akaomba na anasema suye. Ukimsogelea ni suye. Akamwambia ulikuwa unaongea nini? Anasema nimegundua nyie mlikuwa mnageuza maneno. Sasa mimi nikatafuta neno langu nikaona ili niwazidi nini ligeuze neno la jina la Yesu. Ndio nikageuza sasa suye sio Yesu ni suye. Naanza kutamka suye. And I began to say suye. Hallelujah. Siku moja tuliomba. One day we prayed. Mchungaji mmoja akatoka nje akaokoka. And a certain pastor came out to be born again. Hallelujah. Tumeomba tulikuwa mimi prophet Mwalimu Devi, na mwingine tuka kama wanne. Tumeomba ndani, kile chumba kikawa na joto, tumetoka na jasho, tukatoka nje, ni usiku. Tukaanza kuomba. Kwa wakati tunaomba tukashtuka tu katikati pale, tumezunguka duara, katikati mtu amepiga magoti. Somebody was kneeling down. Mchungaji akawa amepiga magoti. The pastor was kneeling down. Prophet akamuuliza nini? And prophet asked, what? Akaanza kulia akasema nataka niokoke. Began to cry and said, I want to be born again. Atukumuuliza wewe ushaokoka na nini? Hamna. Prophet pale akaambia nyosha mikono juu. The prophet said, just raise your hand, come. Kapola tiza kidabai. Hujaokoka bado kwenye eneo la maombi. You are not born again in the area of prayer. Kaongoza Sara wokovu vizuri kabisa. We led him into salvation. Maisha yako yamebadilishwa kuanzia leo. And he was changed from that day. Nikikupa siri maombi au sidharau. Don't despise prayer. Hapana. Prayer is very powerful. Maombi yana nguvu sana. Lakini nilikupa msingi, ukiomba kwa mapenzi ya Mungu. Praying according to the will. Lugha ya Mungu ni neno lake. The language of God is ukiomba kwa imani. You pray in faith.
Amen. Amen. You'll see back. Mtu yoyote anayedharau maombi, anyone who despises prayer, hajui maana ya maombi. He doesn't know what prayer means. Nilisema pia tafsiri nyingine, maombi ni namna yetu ya kuwasiliana na nani? I said prayer is our means to communicate to inayotupa God. nafasi ya kufanya nini? Ya kufikisha hoja zetu kwake. That gives us an opportunity kuwasilisha hoja zetu kwake, our demands to lakini na kusikia kutoka kwake, and to hear from him also. Kwa hiyo mtu ambaye ana despise prayer, yote anayedharau maombi, hajui, he doesn't know kwamba huko ndo kumsikia Mungu. That's the way to hear God. Sasa kuhusiana na uamsho, now when it comes to nilikuwa nataka tu kuambia kuna maeneo matatu nataka tuyaone. There are 3 things I want us to see. Na kukupa mfano huu hapa kwamba I give this example. Wewe unaweza ukawa hapo umeridhika. You can stay unajiona tayari, unajua, unaufahamu, na uelewa. You have a certain kind of understanding. Sogea uone. Come and see. Sogea uone. Come and see. Nenda tu safiri, nenda tu hata hapa mikoani, nenda sehemu nyingine. Just go kama ulivyokuja hapa RGG. The way you came here. Nenda tu sehemu, usikae sehemu moja kama mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo mimi nilipokutana babangu wa kiroho, when I met my spiritual kwanza yani nikaona yani unyenyekevu wake nikaona umepitiliza. I felt his humility is too much. Nikaona kuna kiburi kumbe kama kimejificha ndani yangu kinatakiwa kiondolewe. Certain pride that is hiding in me should be. Unyenyekevu ndio maana jana nikamwambia kumbe kuna unyenyekevu na I think it's today I was telling. Kuna unyenyekevu ambao ni wa kiungu. Not kind of humility of humanity. Kuna ule unyenyekevu wa kibinadamu. Mtu ni Msukuma, mtu kutoka Mbeya kule, wamefundishwa unasikia ndio baba. How to respond. Sasa that humbleness comes from humanity and culture. Unyenyekevu unatoka kwenye tamaduni. Amen. Lakini kuna unyenyekevu wa kiungu. Kwa sababu mtu huyo anayefanya ndio baba. Kwa miaka anasema kwa unagundua si unyenyekevu wa ndani. It's not tamaduni. It's just culture. Amen. Amen. Lakini kitu kingine, the other thing I say, ni ile nguvu ya ubora. The power of excellence. Ni ile hali ya uhamasishaji. The power of, being motivated. Watu wake nakumbuka siku moja tumetoka na gari. Tena ilikuwa hapa, hiyo ilikuwa ni hapa Tanzania. Na ndugu mmoja ni mtumishi wa Mungu kutoka kwenye kanisa la papa kule. Tumetoka wasema twende na apostle tukahubiri mahali, tukasema tukahubiri. Tukachukua Costa pale tukahubiri. Kwa hiyo mimi nikajua ni kama kawaida yetu tukifika kwanza mtaani watu wana set huku mnaendelea kuomba kimya kimya, alafu ndo mnaanza haleluya, nifungue kwanza kwa maombi. Let's open by prayer. Upgrade. Update yourself. Amen. Amen. Nikajua ndivyo. Tukaenda tukasema wapi eneo tutapata wapi watu wengi, nikamwambia Muhimbili. I said Muhimbili. Muhimbili pale nje kunakuwa na watu wengi. Dai wanasubiri kuona wagonjwa. Twende pale. Kwenda kumbuka tumefika sasa pale Muhimbili, gari inaingia tu hivi tuko na Costa. Ile tulikuwa tu wachache kwenye Costa ile. Kama watu watano tu. Ile inaingia hivi nikashangaa jamaa yule wa Uganda ameruka kabla gari haijasimama akapiga kelele haleluya. Nikasema what? What is going on? Hallelujah. Sisi tulikuwa tunasubiri gari ipaki. We are waiting for the car to park. People of Tanzania, God has visited you today. Hey, hear the good news. God loves you. There is a man of God from Uganda. He is here in Tanzania. Asa wewe hapo tayari umesharidhika na injili za mission za kushangiliwa na majani. Sema baba waambie nini? Hallelujah. Huku mwenzako hakuna anayeshangilia. No one is celebrating. Amesharuka. Tayari. Amen. Amen. Tumefika kwenye tulienda Uganda wakati fulani na prophet tumefika mahali. Sisi tunaomba kule chumbani, tunaomba. Praying in the room. Wakasema watumishi samani kwa kwenye maombi hawaambie. Wakatunongoneza pale. Kuna wageni wamekuja tu na fellowship kidogo. The visitors came. Wewe ukisikia fellowship kidogo nyumbani pale alafu hatujala chakula bado, unajua labda lisali moja au masaa mawili. Jamani, upako uwepo wa Mungu ni wa ajabu. Yaani tumekaa pale kumbe mpaka imefika usiku. Sisi hatujui. Yaani tunaongea tu kila mtu we are breaking bread.
Kila mtu sema umejifunza nini? We huyu anaongea hichi, huyu anaongezea, huyu anaongezea, huyu anadakia. You know, the word of God says if a man be in Christ, be in Christ, in Christ, inside the Christ. There are inside of the inside. Christ in me and I in Christ. Mwingine anaongezea. It means, you see the scripture, we are joined together. We are one spirit with him. You cannot separate us. So when I walk, it's Christ that is walking. Hallelujah. Wanaanza kuomba. Wanalichambua neno. Masaa mawili, matatu, manne, matano, sita. Na hakuna mtu amechoka. Uwepo wa Mungu ni mtamu. Asa kuna mtu anaweza kaa hapa hataki kujifunza. Ana mafundisho yake tu alofundishwa Sunday school. Ameangangania hayo. Hataki ku upgrade, hataki kuelewa, ana injili yake hiyo ya sheria. Wacha dhambi, njoo kwa Yesu. Wacha nikwambie, niache tena afu niambie. Wacha nikwambie, mimi unayeniona hapa nilishindikana. Sawa. Kwa hiyo unasemaje mtu wa Mungu? Nakwambia usipoacha uzinzi, usipoacha ulevi, moto unakungoja. That's not the gospel, my friend. That is not the gospel. That is not the gospel. Romans 1:16 Paul says, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation. Manake the gospel, there must be the power of God. You don't convince men by your empty words. They have to be converted by the power of the Holy Spirit as you are preaching the gospel. It is not the bad news. It is the good news. Good news that God is not mad at them, because Jesus Christ died for their lives. He doesn't forgive you because of what you have done. He forgives you because of what Jesus has done on the cross. He doesn't love you because of what you are doing now. He loves you because of what Jesus has done for your life. He don't look at you. No, he looks his son, Jesus Christ. And from Christ, he sees you. Hallelujah. Kwa hiyo naambia mtu, mtaani tukienda kushuhudia, anashangaa mtu anambia, mimi nikiacha pombe nitakuja kanisani. Wewe unakicha. Wewe kama unaweza kuacha pombe, mimi nikishaacha maovu, mazambi, sio dhambi, mazambi. Nikishaacha maovu na mazambi ndo nitakuja kanisani. Tutakupa miaka, utaacha. Lakini Yesu anasema, John kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa. Kama unaweza kuacha dhambi ndio uje kwa Yesu, mhitaji Yesu. Yaani kama unaweza kuacha dhambi ndio uende kwa Yesu, mhitaji Yesu. Lakini unapaswa kuja kwa Yesu, kwa sababu yeye ndio anayeondoa dhambi ndani ya mtu. Yeye ndiye anayekufanya mwenye haki na mtakatifu wa Mungu. Huwezi kwa nguvu zako. Alikufa msalabani kwa ajili yako. Kwa unaweza ukakaa, kumbe kuna watu wengine they are growing bigger things around the world. They are doing bigger things somewhere. Wewe umekaa tu unachukulia poa. Kuna watu wanafanya vitu vikubwa. Wanafunga, wanaomba, wanajifunza, wanasoma vitabu. Kuna watu wanafanya kazi. Kuna vijana wadogo wameanzisha makampuni makubwa. They are millionaires. They have money. They are born again. They serve God. They love God. Lakini kwa sababu umekaa sehemu moja unaweza ukaridhika vibaya. Unakaa mnakutana na wenzako, nasikia tufunge siku 60 tuombe uamsho. Unajua vijana wa taifa hili hawaeleweki. Ni wewe ueleweki ndugu yangu. Ni wewe ueleweki mpendwa. Usiwasingizie vijana wa taifa hili. Kwa sababu ukizungumzia vijana wa taifa hili unahisi ni wale wawili watatu unaoona Manjela. No my friend. Sio unaona Goba mpakani. No my friend. Wako watu wanaofanya vitu. Pastor Peter yuko wapi? Ametoka kidogo Upo, hebu simama pale nikupe ujumbe wako. Unamjua mtumishi wa Mungu anaitwa Apostle Edward? Do you know Apostle Edward? Apostle Edward alichunga kanisa likafa, yani likaa watu limeshindikana. Amechunga kanisa watu waongezeke hawakui. Was shepherding a church. Kwa hiyo kiongozi wake babake akamwambia, sasa sikia tunafunga hiyo kanisa. Uje tu hata makao makuu kwanza utulie. We close that church. Akaomba apewe siku 21. And he asked them to give them. Ndo akaanza kuomba kama mweo.
He began to pray like a madman. Kanisa likaanza kujaa. And the church began to grow. I am not a singer. Mimi sio mwimbaji. My God. Unaelewa? Yaani njia zote umetumia unaona zimeshindikana. Apostle Grace anasema kuna mtu alimwambia kanisa langu alikui. Mtumishi wangu akamwambia hebu my church is not growing. Anasema Roho Mtakatifu akamwambia nenda akaenda. Akamwambia una washirika ngapi? Mpaka sasa hivi tuko washirika 12. He said we have 12 members. Apostle Grace akamwambia tutaomba hapa kwa siku 7. We will pray here for 7 days. Hapa mimi na wewe tunaomba kwa siku 7. Me and you for 7 days. Anasema kabla tujamaliza siku 7. Watu walikuwa wakipita nje ya kanisa wanapigwa na nguvu za Mungu wanaanguka. Wanaletwa watu. Na nilimwambia hata wakija watu hamna kumuombea. Tuendelee kuomba. Watu wanafunguliwa wenyewe. Mpaka anaondoka kanisa na watu zaidi ya 60. When he left, the church has more than 60 people. Tunapozungumzia uamsho, when we speak of revival, nitakuja kufundisha kwa mtiririko mwingine kwenye session zetu. I will teach in a certain order. Lakini andika vitu namba 1. Right, vitu 3 vya msingi kwenye uamsho. 3 important things in revival. Cha kwanza ni fundisho. Is the teaching. Cha kwanza ni fundisho. Is the teaching. How do you know that you have plugged in or connected into a revival? Unajuaje umejiunganisha na uamsho? Or a certain awakening? Au aina fulani ya muamko? You measure by the teaching. Unapima kwa aina ya fundisho. I mean the doctrine. Fundisho. The doctrine. Fundisho. Ni fundisho la namna gani? What kind of doctrine ambalo unajifunza? That you learn. Paulo anasema mtu yote atakaohubiri injili ya namna nyingine ambayo kulaaniwa na alaaniwe. Let him be cursed. Kulaaniwa na alaaniwe. Yoyote atakaohubiri injili tofauti na hii, whoever shall preach to you a gospel, kulaaniwa na alaaniwe. He should be cursed. Hallelujah. Hallelujah. Fundisho ndo linaamua uamsho wa mtu. The teaching decides. Je, unajifunza nini? What are you learning? Nimeshasema mafundisho ya hofu. I said the teachings of fear. Mafundisho ya mashetani. The teachings of demons. The teachings or the doctrine of devils. Ni mafundisho yanayojenga hofu. The teachings that build fear. Zinakupeleka kwenye the spirit of what? Deception. They take into the spirit of deception. Lazima ukae ujiulize ni mafundisho gani ninasikiliza. You must ask yourself, what kind of teaching am I listening to? Hallelujah. Ninajifunza kwa mimi nakwambia kwa mimi sina watu wengi naojifunza kwao. I don't have a lot of people that I'm learning from. Hallelujah. Hallelujah. Mimi sina watu wengi naojifunza kwao. I don't have many people that I'm learning from. I have just like I learn from different men. Najifunza kutoka watu wengi. But those who have positioned them as my teachers, lakini wale ambao nimeweka kama walimu wangu, they are just 2. Ni wawili tu. Amen. They are just 2. I learn firstly from my spiritual father. Najifunza kwanza kutoka kwa Apostle Grace Lubega. Baba yangu akiroa Apostle Grace Lubega. I learn from Pastor Chris. Na najifunza kwa Pastor Chris. Amen. These are people I cannot finish a week without listening their sermons. Hawa ni watu siwezi maliza wiki bila kusikiza mafundisho yao. I have a schedule. I learn from them. Nina ratiba na kujifunza. Haimaanishi wengine si watumishi wa Mungu. Doesn't mean others are not men of God. Lakini ni watu ambao nimejihakikishia kwamba katika uamsho ambao nimejiconnect nao, ndio watu wanaweza kuyajenga maisha yangu kuendelea kuwa mtumishi ambaye amenyoka kwenye fundisho la Kristo. Ni watu ambao najifunza kwao. Kwa naweza nikajifunza kwa mtumishi mwingine wa Mungu amsikiliza, lakini ambao ni walimu wangu, ambao ninatumia sauti zao kupima sauti nyingine. I use their voices to measure the voices, the ones. Amen. Amen. Najifunza kwao. I learn from them. Nilikuwa nawafundisha ministers toka nimeanza kumfuatilia baba yangu wa kiroho. Sijawahi kupingana naye kwenye fundisho. Following my spiritual father. Sijawahi kupingana naye kwenye fundisho. I never opposed him. Sijawahi kumkosoa. I never chochote kile nikisikia amesema, whatever I hear him speak, kikileta ukakasi kwangu, and when it brings contradiction, I am the problem. Najua mimi ndio tatizo. Ninakaa nijifunze. I sit down and learn. Ninakaa nisikilize. I sit down and listen. Hallelujah. Hallelujah. Kwa sababu ni mtu ambaye ameenda umbali ambao sijaenda. He has gone a distance that I've not gone yet. Ameenda umbali ambao sijaenda. I've gone a distance that I've not gone yet. Mtu ambaye ana worship tu meno yanaota. Person that just worships and viwete wanatembea. And the lame walks. Ana worship tu. Just worshiping. Viwete wanatembea. And the lame meno rise and walk. Sio meno yaliyovunjika, yaliyong'oka kabisa. Yaani mtu meno yaling'oka anaambiwa na ushuhuda, mimi ushuhuda anagundua mlete kioo.
Meno yameota. Nini kimetokea? Meno yameota. The teeth have grown. Meno yameota huku. Lakini fundisho limenyoka. But the teaching is straight. Ukimsikiliza unamwona anamfunua Kristo. Anaifunua neema ya Mungu. He reveals the grace of God. Kwa hiyo na ninaridhika. Unajua kuna mtu anafikiri kuwa na masikio ya utafiti ndio kupata vingi. Some people think hata Waswahili wametusaidia na misemo yao. Mtaka yote. Even the Swahili people mtaka yote tells us mtaka yote, the one who wants everything, lazima uwe na watu ambao unawasikiliza. You must have people you're listening to. Na ndio maana mimi hapa moja ya kitu cha ajabu wanafanyaga. Something strange. Huwa na play mafundisho yetu. I play our own teaching. Huwa na play mafundisho yetu. I usually play our own teaching. Huwa nasikilizaga kwenye YouTube, amefundisha prophet, amefundisha au kama ni pastor mwingine kafundisha, huwa nasikiliza. Another pastors teach. Huwa napenda kuplay service zetu na nasikiliza. I love to play our services and listen to them. Mtu wa rohoni huwezi kupuuza chochote kinachofanyika kwenye uwepo wa Mungu ni cha kiroho. Whatever is done in the presence of God is huwezi kukua kwenye sauti nyingi. You can't grow in different Yesu anasema kondoo wangu wajua sauti yangu nao wanifuata. Jesus says my sheep know my voice. Manake mtu anapokuwa kwenye malezi ya kiroho lazima aitambue sauti. Anatumia hiyo sauti kupima vitu vingine vyote. You use that voice to measure every other thing. Anatumia hiyo sauti kupima vitu vingine vyote. You use that voice to measure every other thing. Hallelujah. 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 Kwa jambo la kwanza ni fundisho. So number 1 is teaching. Ambalo tutajifunza sasa. Lakini jambo la pili ni Roho Mtakatifu. Number 2 is the Holy Ghost. Utagundua hakuna mahali unaweza kuzungumzia awakening without the Holy Spirit. There's no way you can speak of awakening. It is the spirit of revival. Yeye ndiye roho wa uamsho. Kwa hiyo mara nyingi watu wanapoona kama hamna uamsho, unakuta Roho Mtakatifu hajapewa nafasi. Seem to see like there's no revival. Mafundisho yanayofundisha ni mafundisho yanayotweza Roho Mtakatifu. You know the teachings that elevate the Holy Ghost. Ni mafundisho yanayoukana uweza wa Mungu. Teaching that oppose the power of God. Ni mafundisho yanayokana ukuu wa Mungu. Teaching that ni mafundisho yanayokana uwepo wa Roho. Teachings that deny the presence of the Spirit. Kuna watu wanasema wamejaa Roho na Roho Mtakatifu. People say they have the Holy Ghost. Lakini analeta upinzani. But they oppose. Kuna mtu anafikiri akipinga miujiza. Some people think when they oppose utapeli. Wewe una tatizo. You are a problem. Kitabu cha Marko kinaimba fungu la kwanza ubeti wake ni miujiza. Chorus ni miujiza. Verse zote miujiza. Chorus miujiza. Mahali popote alipo Roho Mtakatifu, you will experience supernaturals. Utaona mambo ya kiroho. You will experience supernaturals. Mambo sio ya kupita kawaida. You will experience supernatural. Tuna mambo ya kupita kawaida. Siku moja, one day, nikiwa ni mwanafunzi, when I was a student, kaka mmoja wa kiroho ambaye alikuwa yeye sio mwanafunzi, ni mtumishi wa Mungu, anatumika huko. Hasa ni rafiki yangu. My friend. Kwa hiyo akaniambia mimi sijaenda shule. And he told me I've not gone to school. Akaniambia kuna mahali nimealikwa na ibada nisindikize. Nenda kusindikiza. Kwa hiyo tukaenda naye. Wengine hapo wanamfahamu, wanakujaga kambi. Sijui kwa nini kambi hajaja. I don't know why he didn't come to this camp. Wanakujaga kwenye hizo kambi zetu. Kwa hiyo nikaenda naye. So nilipofika naye pale, watu wengi kama mkutano hivi. Akahubiri, watu wanashangilia. Watu anahubiri, anachekesha, watu wanashangilia. Mwisho akasema leo nabii hajaja. Baba nabii leo hajaja. Kwa hiyo kama ni wagonjwa na nini, usivunjike moyo. Kesho baba nabii atakuwepo. Watu wakashangilia. Akasema nimeambatana na mdogo wangu pale, mtumishi wa Mungu, simuone hivyo uko vizuri. Nitaomba uje uombe kwa ajili ya sadaka. Nikasogea mbele, nikamnong'oneza, nikamwambia naomba kabla ya kuomba kwa sadaka niruhusu niombe wagonjwa. Amen. Akaniambia sawa. Nikasema Bwana asifiwe. Kabla sijaomba kwa sadaka, kama kuna mgonjwa sogea mbele. Kimya. Nikasema kama uko hapa ni mgonjwa, sogea mbele. Kimya. Kama uko hapa ni mgonjwa, sogea mbele. If you're here and you're sick, please come forward. Nasema mama pale, muona mama mmoja na magongo, wakamsaidia akaja na magongo yake. Woman had walking sticks.
Anatembelea magongo mawili kuna huko. Walking with Nikamwambia ulifanya, sema vunjika mguu nimewekwa chuma. And he said my leg is broken. Nikasema in the name of Jesus. I said in the name of Jesus. Healed. Pona. Naamuru mifupa iunge. I command the bones to join. Maumivu. I eliminate the pain. Nikamwambia tupa magongo, tembea. I told him to throw out the sticks and walk. Akatupa, akaanza kutembea. And when he began to walk, walokole, 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 kufumba na kufumbua. Pale mbele wamejaa wagonjwa wengi, sijui aliumwa. There are a lot of sick people. Sasa baada ya pale nimetoka, mama mmoja akaanza mtumishi, naomba uje uweke wakfu nyumba yangu, naomba uje. Sasa tunaondoka na yule ndugu yule mtumishi mwingine anasema ise na wewe yani kumbe ise yani nichanga pale yani afadhali nimekuja na wewe, sijui ingekuaje watu wangeondoka vile. Haleluya. Mungu yuko ndani yako, nguvu ya Mungu nayo wewe. Amen. Nguvu ya Mungu nayo ipo. Haleluya. Namba tatu, maombi. Mambo ambayo huwezi kuyatoa kwenye uamsho ni maombi, ambayo nimezungumzia hapa. Azusa Street Revival 1906. It was begun with what? Prayer. Ilianza na nini? Maombi. Hakuna movement ya uamsho inayokwenda bila kuwa na watu wanaoomba. Nenda kamwangalie Bishop Kakobe leo wa Full Gospel. Nenda kaangalie historia yake. Nenda kaulize, he was a man of prayer. Nenda kamwangalie Bishop Gwajima, he was a man of prayer. Amen. Nenda kamwangalie Apostle Mwingira, he was a man of prayer. He was a man of prayer. Hallelujah. He was a man of what? He was a man of what? Of prayer. Nenda kamwangalie Mwamposa ambao watu wanampiga mawe. Alikuwa anaomba mpaka anazimia. Alikuwa ameenda Kongo kipindi hajulikani, amepauka tu. Lakini alianza kuomba asubuhi saa 12 mpaka saa 1 jioni. Watu wanamwambia jiandae twende, bado anaomba. Aliporudi wakakuta bado anaomba. He was a man of prayer. Hallelujah. Sisi tulokaa Moshi tunamfahamu, alikuwa anaomba na sauti yake. He was a man of prayer. You cannot birth bigger things on earth without prayer, especially in this kingdom. Nenda kamwangalie Kenneth Hagin, he was a man of prayer. Nenda kamwangalie Bishop David Oyedepo, he was a man of prayer. He prayed, anaomba mpaka nguo zote zinaloa jasho, suruali zinashikana na ngozi, anaomba. Kanisa lilikuwa likui kwa muda mrefu, anasema akakaa chini akapiga mahesabu ili wafikishe watu 1000 wanahitaji miaka mingapi? Akagundua wanahitaji miaka 100. Akapiga ukunga. Alikaa chini akapiga mahesabu ili tufikishe watu 1000 kwa jinsi kanisa idadi inavyoongezeka. Tunahitaji miaka mingapi? Akaona ni miaka 100, anasema akapiga ukunga. No! That 100 years. 1000 people. Manake hata yeye hata kuwepo. Haleluya. Akaanza kuomba maombi ya hatari mpaka milango ya kuzimu ikajua kwamba anayetawala hapa ni mshindi. Kanisa likaanza kuongezeka mpaka wakawa wanapokea wageni 1000 kwa siku kwenye ibada ya Jumapili. Leo anajenga kanisa la zaidi ya watu 120, kanisa kubwa kwa maana ya capacity ya kuweka watu na vitu vingine, ni elevators na nini kuliko yote duniani. Mtumishi wa Mungu the late now David Yongicho, mtu ambaye ana kanisa lenye watu wengi zaidi kuliko wote duniani. David Yongicho kule Seoul, Korea. David Yongicho ambaye alikuwa anafundisha kanuni za maombi. Siku moja Gwajima alimwambia nifundishe, nieleze siri ya ukuaji wa kanisa. Akamwambia kuna pointi 8. Ya kwanza maombi, ya pili maombi, ya tatu maombi, ya 4 maombi, ya 5 maombi, ya 6 maombi, ya 7 maombi. Umeshaandika zote? Akamwambia na 8 na ya mwisho maombi. Akaondoka. Haleluya. Kwa hiyo ni mtu tu ambaye hajui, kuna mtu tu anaomba tu. Hapa anasema maombi, kuomba tumeomba sana. Yaani tumeomba sana. Haleluya. Muulize mtumishi wa Mungu Bishop Duncan William. Anasema alikuwa anaomba, akaona upinzani kwenye kanisa, akafunga siku 3 anaomba. Anaomba kwa siku 3, anaomba maombi, anaomba yuko pale madhabahuni. Wakati akiwa kwenye maombi, mwanamke mmoja akapiga kelele kanisani. Akamwambia nini? Anasema mimi ndo mchawi. Anasema mimi ni mchawi.
wewe si ndio muombaji wangu wote, tunakujaga tunaomba wote, au umechanganyisha? Hapana, mimi ndo mchawi, ndo naloga. Yani leo umeniweza, leo umeomba sana, leo umenikamata, mimi ndo nalogaga hapa. Amen. Maombi. Ukimwangalia Pastor Paul Enech, aliwahi kuomba kwa siku 100 ngapi? Aliwahi kuomba kwa siku 100 ngapi? Aliwahi kufunga na kuomba kwa siku 100 ngapi? 500. 500 days. Leo ana kanisa la watu zaidi ya 100,000. Anatembea kila mahali, lakini aliomba. Muangalie Pastor Ezekiel yule wa Kenya, ambaye alikuwa maskini kiasi kwamba akamuomba mke wake, akamkalisha mke wake, akamwambia mke wake, mke wangu, naomba unisikilize jambo, nimeshaomba, nimemsikiliza Mungu, kwa hiyo ulipokee tu, usiogope, na naomba ulitii mke wangu. Jambo gani? Akamwambia, mke wangu, mimi ni maskini, siwezi, unanivumilia sana. Ninakuruhusu kama mtumishi wa Mungu, na nimeshaongea na Baba wa mbinguni, na kuruhusu nenda kaolewe na mwanaume mwingine, uishi maisha mazuri, mimi nitakuoa. Siwezi, maisha yangu ni mabaya. Maana watoto tu wanasema wanakwasha kovi, mguu vimekaa hivi, vitumbo vimekaa hivi. Ni mhubiri anahubiri mtaani, umaskini umemtafuna, umetafuna na watoto. Sasa akaona, mbona huyu mwanamke bado mrembo, mbona huyu mwanamke bado kijana, si namzeesha hapa wa nini? Akamwambia mke wake, naomba ukaolewe. Mke wake akamwambia, no, kama kuna kufa njaa tutakufa wote hapa, ni wachache sana na kuombea wapate kama hao. Haleluya. Ni wachache sana na kuombea mtu wa namna hiyo. Amen. Anasema alimshangaa sana mke wake kwamba amekubali hali ngumu, akaishi kwenye maisha magumu, chakula hakuna, wanateseka. Lakini leo angalia, he's a billionaire. Mtu anayeweza kutoa tu sadaka ya bilioni 1 za Kitanzania. Bilioni 1, sio milioni 1, bilioni 1 anatoa sadaka. Hajaipa taasisi au serikali, amempa mtu kwamba bilioni 1 ikusaidie maisha yako. Lakini angalia humility alionayo, pamoja na billions alizonazo, ana kanuni zake ambazo hata kwangu ni ngumu. Kuvaa kanzu nyeupe tu siku zote sio mchezo. Alafu ukiingia kwa Instagram unaona suti, unaona joho hili, unaona hata ubadilishe basi hata hiyo style mpya ya kanzu moja tu nyeupe. Na viatu vile vya 20,000. Unavaa viatu vile vya 20,000, unavaa tu vile viatu vile kidogo vifoengo. Kweli billionaire na foengo. Alafu you are billionaire and you still you are driving your own car. Yaani gari yake anaendesha mwenyewe, billionaire anaendesha gari yake mwenyewe. Mnyenyekevu anaenda China na kanzu yake na Biblia yake kubwa mbeba hivi. Anaenda China kununua vyombo vya muziki. Haleluya. Hiyo kiwango cha unyenyekevu. Hakuna mtu ana raise bila maombi. Hakuna mtu ana raise bila maombi. Hayupo. Hata walio raise wakafall. Kilichowafanya wengine wa raise ilikuwa ni maombi. Walipofika pale juu wakaacha ku maintain. Usije ukafika mahali ukasema mimi nimeombaga maombi mengi ndio yananitetea. No, endelea kuomba. Usiache kuomba hata kama uliokuwa unaomba nao wameacha kuomba. Usiache kuomba kwa sababu unajua kuomba kuna kufanya uzae vitu. Kuomba kuna kufanya uumbe vitu fulani rohoni. Kuomba ni kupanda mbegu katika roho. Kwa kila uamsho uliotokea kulikuwa kuna kitu kinaitwa maombi. Apostle Grace unayemwona leo na Fanero walikuwa wameanza kuomba, wanaomba pale Makerere University. Anasema walikuwa wanakusanyika wanaomba, anapita vioni wanaomba na watu wanaomba kwenye chumba tu cha maombi. Mara mkufunzi wa chuo anapita anaanguka, amepigwa na nguvu ya Mungu, wanafunzi wanapigwa na nguvu za Mungu, anaomba. Aliwahi kujifungia akaomba sana kwenye chumba chake. Watu wakamtafuta yuko wapi? Wakaamua kumtembelea. Kila aliyefungua chumba alianguka. Amen. Alipigwa na nguvu ya Mungu. Apostle Emma anasema aliwahi kuonaga kitu cha ajabu Apostle Grace kingine alikifanya. Kulikuwa kuna mti ambao watu walikuwa naabudu mizimu, wanakuja kutoa sadaka, wanafanya makafara hapo. Wakamwambiaga Apostle Grace kuhusu huo mti hatari ambao unaogopeka. Alafu Apostle Grace ule mti aliupasua tu kwa maneno. Sio katika roho. Yaani katika roho lakini mwilini kabisa. Ule mti ukapasuka pa. Mti mbichi wenyewe bila kupigwa radi, bila kupigwa shoka. Kama ni radi ya kiroho. Lakini watu wanaoomba. Kwa impact unaona leo ni kwa sababu ya maombi. Amen. Na kuambia mtu anaweza akapuuza vitu vingine vyote, lakini tuna msimamo kwenye kitu kinachoitwa maombi. Kwa sababu tunajua maombi yanaumba, maombi yanazaa vitu vikubwa. Tunapozungumzia uamsho, huwezi kuyaweka maombi pembeni. Amen. Haleluya. Tuko pamoja watu wa Mungu. Simama kwa miguu yako. Lekayana dala shelelelele zarararararos kabaladabai
Mekrabaradabasastelelebaladaba. Nitaomba. Sitanyama. Nitaomba. Nitaomba. Sitanyama. Nitaomba. Ninaomba. Sitanyama. Maombi ya imani yanahamisha milima. Maombi ya imani yanaponya wagonjwa. Maombi ya imani yanahamisha milima. Maombi ya imani yanaponya wagonjwa. Maombi ya imani, maombi ya imani, maombi ya imani